Bwana, good news kwa mashabiki na wanachama klabu ya Simba kwa sababu timu yenu inazidi kupaa, inazidi kupasua anga. Na nimekuja kuwapa taarifa njema hapa. Nitawaambia taratibu na mnisikize vizuri kwa taratibu kwa utulivu kabisa. Bwana, Simba wamesaini mkataba ambao unakadiriwa kufika zaidi ya bilioni 20 kwa miaka mitano. Ni mkataba na kampuni gani? Nisikilize vizuri na kudonolea kimoja baada ya kingine. Kwanza tuanzie hapa kwenye pesa. Hiyo bilioni zaidi ya 20 ni pesa ambayo itatolewa kwa muda wa miaka mitano. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kwenye hizo bilioni zaidi ya 20 imegawanywa kwa kila mwaka na kwa mwaka mmoja Simba itapata zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka mmoja. Ni kila mwaka Simba itapata zaidi ya bilioni 5 kutoka kwenye hiyo kampuni. Na ni kampuni moja tu itatoa hizo bilioni zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka mmoja. Na ukiangalia bilioni 5 ni pesa nyingi, ni pesa ambayo timu nyingi au vilabu vingi barani Afrika vyenye uwezo mkubwa kiuchumi huwa ni pesa ambazo wanazitumia sana kusajili wachezaji. Na of course hii pia inaweza ikawa ni starting point nzuri ya Simba kwenye kusajili wachezaji kwa sababu ni wachezaji. Hiyo bilioni 5 ukizipata kwa mwaka kwa mdhamini mmoja, maana yake hapo unaingiza pesa nyingi. Na unajua hizi zaidi ya bilioni 5 ni pesa ambazo zinaingia ukiacha pesa ambayo analipa Jayrod, ambaye pia naye analipa zaidi ya bilioni 6 kwa mwaka mmoja. Manake Simba itakuwa ina uwezo wa kutumia zaidi ya bilioni 10 kwa mwaka mmoja kwenye pesa ya usajili pekee au kwenye masuala ya uendeshaji pekee. Manake Simba itakuwa na uwezo wa kusajili wachezaji wengi kwa gharama kubwa sana. Sasa kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba klabu ya Simba imesaini mkataba na kampuni ya Betway na watakuwa ndio wadhaminiwa wakuu kwa msimu unaokuja, na mwishoni mwa msimu huu kampuni ya MBet itakuwa imemaliza kazi yake na klabu ya Simba, na Simba watakuwa sasa wanasaini mkataba mwingine mpya na kampuni ya Betway ambayo itatoa zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka kwa miaka mitano. Na ndani ya miaka mitano maana kampuni ya Betway itakuwa inalipa karibia zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka mmoja kwenye klabu ya Simba. Ina maana Simba inaelekea kwenye utajiri, kwa kifupi unaweza kusema hivyo. Ina maana ukijumlisha pesa za Simba ambazo wanazipata kutoka Betway na pesa ambazo watakuwa wanazipata kutoka Jayrod na pesa ambazo wanazipata kutoka kwenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, pesa ambazo watazipata kwenye wadhamini wengine wadogo, ina maana Simba kwa mwaka itakuwa ina uwezo wa kuingiza zaidi ya bilioni 12, ambazo hizo bilioni 12 wana uwezo wa kusajili wachezaji wa kimataifa wa level ya juu, wa level ya Al Ahly, wa level ya Mamelodi Sundowns, wa level ya Esperance de Tunis, wa level ya Wydad Casablanca, yani kwenye wachezaji wa level za juu zaidi. Lakini unaona namna ambavyo Simba wamekuwa wazuri kwenye kuapproach ya madili. Yani mamikataba yao ni mamikataba ya mabilioni ya pesa. Yani haya mabilioni ya pesa haya huwezi kuyasikia Yanga, huwezi kuyasikia kwenye timu nyingine yoyote ile, kwa sababu viongozi wa Simba wako very smart kuelekea mambo. Yani wanafanya vitu vyao kwa weledi wa hali ya juu sana. Wanafanya vitu vyao kwa ubora wa hali ya juu sana. Sasa bilioni zaidi ya 12 wakizipata kwa mwaka mmoja, maana Simba itakuwa ni timu ya level nyingine kabisa. Ina maana Simba hutaweza kulinganisha na timu za ajabu. Zaidi Simba utalinganisha na timu za madaraja ya juu, timu ambazo zina hadhi ya kushiriki michuano ya Club World Cup, timu ambazo zina hadhi ya kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu ukiangalia hizo timu kama Al Ahly unakuta pesa ya usajili tu kwa mwaka mmoja unakuta ni bilioni 8 mpaka 9. Sasa kama Simba inaweza kuingiza bilioni 12 kwa mwaka, manake ina uwezo pia kusajili wachezaji wa bilioni 7-8 kwa mwaka mzima, wachezaji ambao wanagharimu kiwango cha pesa, kwa maana ni pesa nyingi ambayo inaweza kuwasaidia Simba kwa kiasi kikubwa sana kwenye swala la uendeshaji. Sasa maana kama wanaachana MBet, ina maana wanaenda kujiunga na Betway, maana Betway pia kuna bonus mbalimbali ambazo wanazitoa. Na moja ya vitu ambavyo kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Betway pia wameweka ofa mbalimbali. Kama Simba itafanikiwa kufika hatua ya nusu finali kwenye klabu bingwa barani Afrika, maana utakuwa na ongezeko la milioni zaidi ya 800, lakini kama watafika finali maana kuna zaidi ya bilioni 1 pia ambayo watapata kama bonus, kwa taarifa ambazo niko nazo. Sasa hizi ni taarifa ambazo bado sio rasmi, ndio maana tunasema nimeambiwa na mtu fulani. Kwa hiyo tunasubiri klabu ya Simba yenyewe kwamba itaconfirm lini ama itathibitisha lini, lakini kwa taarifa ambazo zilizopo ni kwamba tayari pesa hizo zote tayari Simba wamesaini huo mkataba wa miaka mitano na kampuni ya Betway, lakini wataachana MBet mwishoni mwa msimu huu. Ni hayo tu ambayo nimekuja kuhusiana na klabu ya Simba, lakini nakueleza tu kwamba Simba inaelekea kwenye utajiri wa kidunia. Yaani itakuwa miongoni mwa zile timu tajiri barani Afrika, na Simba inaingia kwenye ile itakuwa inaingia kwenye ile orodha ya vilabu ambavyo vinaingiza pesa nyingi zaidi kwa mwaka mmoja. So far so good kwa kile ambacho tayari wameshafanya mpaka hivi sasa, ama pesa mikataba ambayo tayari wameshasaini ni mikataba yenye pesa nyingi sana, mikataba ambayo inawaheshimisha klabu ya Simba. Na naamini kwamba kwa sasa hivi Simba itaendelea kuheshimishwa zaidi na zaidi kwa sababu
inaingia mikataba ambayo inawapa deals nyingi za kibiashara na wanapata pesa nyingi sana pia.